napenda tujikite katika athari ya matumizi ya kupita kiasi katika simu, matumizi ya kupita kiasi simu, aidha kutapesi kwenye laptop ambayo tunatumia sana simu tunatumia simu. Laptop kwa sababu ni kwa simu. Unachukua na TV kwa ujumla pia. Kwa hiyo athari za kupita kiasi katika matumizi haya. Sasa napenda moja kwa moja nianze na kipindi na kabisa hapa leo unajua nini kwa kuendelea kuuza swali. Atakapomaliza yaani unakuta watu wengine kama ni baba ninatumia muda wangu mwingi kwenye simu, aidha kwenye biashara au kwenye kijamii. Ninapunguza mpaka ule muda wa kuzungumza na watoto, aidha kuzungumza na mke. Kwa hiyo mwisho wa siku kwa nasema hivi, kwenye akili ya mwanadamu EIQ kuna kitu kinaitwa EQ, emotional quotient. Emotional quotient ndio ile ambayo inasaidia sisi aidha ni kuangalia fulani, ni mwelekeo wa huruma, tusaidiane na kushughulikia masuala ya kijamii. Sasa ninapokuwa napenda mwingi sana kwenye vifaa, basi kwa ajili ya watoto, mke na wanajamii wanaozunguka, ile hali ya kuwa na emotion, hali ya hisia kwa ajili ya watu wangu wa karibu, kushirikiana, inakwenda familia inapokuwa si kwa mtu, hata kwa watoto kama unaambia nao na wenyewe watapata namna ya kuelekeza wao. Na tunapenda pia hata kama utakuwa biashara nao kipindi kirefu, hata kama nyumbani hawana habari na nani na wewe, kwa sababu emotional hapo connected, yaani kwa mbalimbali hapo unaishi nyumba moja. Sasa hiyo ni hatari sana. Kwa nini hatari? Endapo mwanafamilia ana jambo linalomsibu, linalomuumiza, hata kuwa na nafasi ya kushirikisha au kuzungumza ili aweze kusaidiwa, na hiyo inapelekea kama vijana kwenda kutafuta watu wa ushauri, aidha ni marafiki na watu wengineo ambao yumkini wakawapeleka njia ambayo sio sahihi. Lakini kama ni kijana yuko nyumbani amekusanya kwa kushirikisha, atakaa na msongo, na msongo utaenda utakuwa ikifikia kwa mwisho tena afanye jamii amenyonga. Na amenyonga ni kwa sababu labda alikosa muda wa kutosha wa kutengeneza mazingira ya kuweza kuwa anashirikisha vikao vya nini vinavyokabili. Na ukifuatilia sana utakuta labda baba anatoka ofisini akirudi nyumbani habari za saizi chumbani na hapo akija mezani kula ndio siku mbili pembeni. Kwa hiyo watu wengi wanazungumza na familia kwa kuhusikana na siku utajikuta wanasema bana watoto wangu ikiingia hawajali, lakini wewe mwenyewe ndio unatengeneza mazingira katika na hiyo. Na hiyo inaunganisha pamoja na ile swala quality time na quantity time. Inatakiwa tuwe na hiyo vitu viwili katika maisha yetu. Quality time ni kwa ajili ya kuspendi na watu wako wa karibu, wanafamilia na wengineo, ili kuweza kushare, kutengeneza bodi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Nikikosa hiyo, produce quality time ule kwa majukumu yangu ofisini mpaka nyumbani, wakati mwingine tuendelee kwenye mitandao ya kijamii kwa muda mrefu, tunasababisha wanafamilia wetu wakose sehemu ya kusemea mambo yao, na mwisho wa siku ile kwa mzee unasahau hata sura ya nani ya mke wako au mume wako, kwa sababu muda mwingi umeinama kwenye kifaa chako cha kazi, umeinama kwenye simu yako. Kwa hiyo hata mkeo anafanyaje au mama anafanyaje, unaanza kuanza kusoma kwa mtaji wa kuelezea picha zake. Nijaribu sana kuepuka matumizi
kupita kiasi ya hivi vifaa ili viweze kuwa na muda wa kutosha, kwa sababu tunapokuwa na muda wa kutosha wa kupumzisha akili zetu, ndipo hata ule uwezo wa kufikiri unaongezeka. Kutumia muda mwingi kwenye vifaa hivi na kwa wakati mwingine, hasa nitazungumza pia kwa upande wa kina baba wanaume. Kuna muda mwingine mtu anafikia hatua hata labda mwenendo wake anafanya hivi kwa sababu kuna uchafu mwingi anaotazama kule. Kwa hiyo hata ile hisia inayosema kwa mtu wake anafanya nini inaondoka, kwa mtu wake anafanya nini inaondoka, kulingana na mtu ambaye anakutana naye katika ile mtandao ambao anafanya nini, anaperuzi. Hiyo ni kwa upande mmoja. Na tunazungumzia pia na mapendekezo ya hivi kifanyike ili kuendeleza bodi, ili kuendeleza kuwa na emotion na muunganiko wa hisia kati ya baba na mtoto, kati ya mume na nani na mke. Moja, ni lazima tukubali kuendeleza shughuli mbalimbali shirikishi pale nyumbani. Wakati mwingine tuwachana TV, tuwachana na vitu vingine, tengenezea na bustani ambayo tutashiriki pamoja. Wakati mwingine tengenezea utaratibu wa kusoma vitabu ambavyo utasoma na utashirikisha kile cha nini ulichosoma. Katika leo mzee mtukufu kitu cha maana sana alizungumzia mmoja huyu daktari wa masuala ya mifumo ya neuro, Dr. Ben Carson. Wakati akiwa mdogo alikuwa ni mpungufu mzunguaeni kabisa, lakini kumbe haikuwa hivyo, ilikuwa ni mazingira yanayopelekea kuwa namna hiyo. Lakini mama yake alipogundua na kuamua kushika hatamu kumsaidia, alijisconnect kutoka kwenye vile ambavyo vinasababisha awe nyuma, ikiwemo uangalizi wa televisheni kwa muda mrefu, akapunguza yale masaa, akaintroduce kwenye usomaji wa vitabu. Tena akampa assignment kwamba kila unaposoma kitabu, inapofika weekend una summarize, unaniambia nini unafanya, umejifunza. Kwa kwanza Picasso anapata basi kidogo, alifurahi sana. Mama wake akamwambia unaweza. Alishirikiana na mtoto wake na mtoto tunaona tukapata daktari mkubwa kabisa, daktari bingwa, nafikiri pia aliingia kwenye siasa baada ya muda fulani na akawa seneta wa jimbo la Marekani. Lakini Picasso ni mshuhuda wa uisi unaoishi kutoka kwenye matumizi ya devices ambazo zilisababisha akili yake kudumaa, na aliposaidiwa alikwenda rangi za juu na atakuwa daktari bingwa kwa masuala ya upasuaji wa watoto, na ndio daktari ambaye alifanikisha operesheni kubwa kabisa ya kuwarekebisha watoto ambao vichwa vilikuwa vimeungana. Kwa hiyo tunaona kabisa athari za haya madude katika ukuaji hata wa ubongo na akili ya mtoto, ya kijana, na hata sisi watu wazima ambao tunaamini tumekuwa, lakini kumbe tunaweza tukafanya recognition kulingana na aina ya matumizi tunafanya kwa hizi simu na ule muda ambao tunautumia katika hizi simu. Tunaweza tukapata macho na mionzi, angekuwa katika kiani hapa anazungumza vizuri kabisa, lakini hata mwenzangu anaweza kuzungumza juu ya hilo. Hivi basi pendekezo langu kama wanafamilia ya Nguruni, tuchukue hatua, tupunguze matumizi ya vifaa, tutenge muda wa kutosha watoto wetu, na hapa kanisani ni lazima ifikie hatua tuwe na library ya vitabu. Watoto wetu tuwasaidie wasome vitabu, na sisi watu wazima tusome nini? Vitabu, ili tunapoamua kwenda kuifanya kazi ya Mungu, kuifanya kazi ya Mungu vizuri na kwa uhakika. Isije kwa siku moja unaambiwa sababu ijayo fulani mahubiri, unaenda kwenye chati GPT, unaingiza fungu
inakuletea ufafanuzi alafu kutulegea hapa. Kwa kweli ninakwambia utakuja kupotosha watu wa Mungu. Tuache kuwa mahubiri, tusome, lakini vifaa tuvitumie kwa muda ambao unafaa na kwa muda mchache sana. Na kwa asubuhi nzuri natuambia kwamba kila kitu ni halali, si ndio? Lakini si kila kitu kinafaa. Wewe kuna kitu ni halali kwa kiwango fulani, ukifikisha kiwango kinakuwa hakifai tena. Bwana tubariki, Bwana tusaidie tunapoazimia kwenda kufanya